ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، زانكتك إيمان tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, tumetekeleza ibada hii ya swala ya dhuhuri. Huu ni muda wetu na ni nafasi yetu ya kupata neno fupi, na hii ni kawaida yetu. Mara baada ya swala huwa tuna kawaida ya kupata kalima, na kalima zetu haswa zinalenga imani, itikadi. Na katika siku ya jana, kama tulivyoendelea kusema, tutakuwa na silsila ama mtiririko wa kuzungumzia juu ya pote hili la Kishia kulingana na rai za baadhi ya waumini kwamba ikifika mwezi huu wa Muharram ndio tunakuwa tunawazungumza sana Mashia kulingana na jinsi ambavyo wanavyouchafua Uislamu. Kuna haja ya kutuelezea angalau tuweze kujua kundi hili kwa undani kidogo, ili tuweze kuwafahamu na kuchukua tahadhari nao. Pia tukaona ni jambo muhimu kwa sababu ni kundi ambalo linaharibu imani ya mtu na linaitoa kabisa itikadi ya mtu, kumtoa katika Uislamu na kumuingiza katika itikadi ambayo, katika imani ambayo inakwenda kinyume na Uislamu. Kama tutakavyoona ndani ya mwendelezo wa kalima hizi, namna gani ambavyo Muislamu akiwa katika kundi hili itakuwa ameweka Uislamu wake kwenye hatari, itakuwa amejitoa katika Uislamu kulingana na imani zao ambazo utakiwa kuamini ukiwa katika kundi hili, ukiwa katika njia hii ya Mashia. Katika siku ya jana tuliangalia kwamba haya matatizo yalianzia mara baada ya kuuawa sahaba mtukufu Uthman bin Affan. Hapo ndipo fitna ikaanza, wakapatikana Khawarij, Mu'tazila, Jahmiya na makundi mengineyo, kama ambavyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba umma huu utagawanyika makundi 73. Makundi yote itakuwa ni motoni isipokuwa kundi moja, na alipoulizwa akaeleza kwamba lile kundi ambalo litakalokuwa kama vile mimi leo ndivyo na maswahaba wangu. Kwa kipindi hicho ndicho kipindi ambacho pakaanza kujitokeza makundi, ikiwepo kundi la Kishia ambalo mwanzilishi wake tutamuona katika kalima yetu hii ya leo. Lakini pia tulisema kwamba Ashia, tunaposema leo Ashia tunawalenga wale Ashia Ithnai Ashari. Hawa ndio tunawalenga ambao ghaliban wanapatikana katika nchi ya Iran, Lebanon, Iraq, Syria na maeneo mengineyo, ambao hawa ndio ambao kwamba tunawazungumza na ndio ambao kwamba tunawalenga katika kalima yetu hii. Ma aslu nash'ati al-madhhab al-shi'i, tuangalie chimbuko la madhehebu au ili kundi la Kishia. Jana tulisema kwamba Mashia ni wale ambao wanadai kwamba wao ni wapenzi na ni wafuasi wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, madai ambayo ni ya uongo, kama tutakavyoona namna wanavyowatukana Ahlul Bait, namna wanavyowasema kwa uovu na kwa ubaya, bali wengine mpaka wakawasingizia kwamba ni wanywaji pombe. Tutaona
kupitia vitabu vyao wenyewe kwamba Mashia ni watu ambao wenye kujinasibisha na Ahlul Bait na mapenzi ya kuwapenda Ahlul Bait. Ingawaje udhahiria wake wanaonekana hivyo, lakini kiundani sio hivi, ni madai tu. Kama tulivyotoa mfano kwamba manaswara hao wanajinasibisha na Isa, lakini kiuhalisia ni Isa na wao ni mbingu na ardhi, yani hawaungani kwa chochote, wako mbali kabisa kwa jinsi wao walivyo na kwa jinsi Isa alivyo. Kwa hivyo na hawa watu wenye kujinasibisha na mapenzi ya Ahlul Bait, hivyo udhahiri wao ukiwaona kwa jinsi madai yao kama ndio hivyo, lakini kuhalisia sio hivyo. Hivyo basi, ma aslu nash'ati almadhhabi ash-shi'i, asili ya chimbuko la hili pote latokea wapi? Pote hili alqawlu rajih, kauli iliyokuwa ya sawa na iliyokuwa ndio iliyokamilika, lada almuhaqqiqin, kwa wanazuoni, anna alladhi gharasahu, kwamba mtu ambaye aliolisimika pote hili wa adhharahu, na akalitangaza, ni bwana mmoja anaitwa Abdullah bin Sabai al-Yahudi. Huyo Abdullah bin Sabai al-Yahudi, huyu ni Myahudi ambaye alislimu, akadai kwamba ameingia katika Uislamu. Uislamu huu una maadui wengi sana, na maadui wengine wanafikia hatua mpaka ya kuingia katika Uislamu, wanaekti kama kwamba wanasilimu ni Waislamu, lakini mbinu ya kutafuta namna gani ya kupambana na Uislamu na kuudhoofisha Uislamu. Hasa huyu Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, huyu ni Myahudi ambaye alitangaza kusilimu. Huyo ndio mwanzilishi na muundaji wa pote hili na kusimika itikadi na mtazamo ambao mpaka leo ndio mtazamo waliokuwa nao Mashia. Na hili la kusema kwamba huyu Abdullah bin Sabai al-Yahudi yeye ndio mwanzilishi na muasisi wa kundi hili ambaye ni Myahudi, si kwamba tunasema sisi, bali hata vitabu vya kimadhhabu ya man ashhara alqawla biimamati Ali radhiyallahu anhu, ndio mtu wa kwanza kusimika itikadi hii, ndio mtu wa kwanza kuanzisha mtizamo huu na kuudhihirisha na kuutangaza kwamba Ali bin Abi Talib yeye ndiye anastahili kuwa kiongozi baada ya kufa kwa Mtume. Yeye ndiye ambaye kasimika hii itikadi na hii imani. Wa hadhihi aqidatu an-nas ala Ali bin Imam, na hii ni itikadi ambayo iliyojengwa katika hoja, iliyosimbikwa katika ushia, wa hiya asasu tashayyu, na ndiyo msingi wa mtu kuwa mshia. Hauwezi ukawa mshia na ukakubalika isipokuwa baada ya kuitakidi ndani ya imani yako, na ni nguzo katika miongoni mwa nguzo zao. Ndio maana hata wakiwasilimisha watu, wakiwaingiza katika ushia, wakiitumia shahada ya Uislamu, watakuongezea na nyingine, wa ashhadu anna aliya waliyullah hujjatullah. Lazima wakuingizie hii haya matamshi. Kwa hiyo hii ni itikadi mama kabisa ya Kishia. Lazima ukiwa mshia uitakidi hivyo, na usipoitakidi hivyo wewe sio mshia, ni mganga njaa. Wa kama qalat, na kama vilivyosema vitabu vya Kishia, bi annahu, kwamba huyu Abdullah bin Sabai al-Yahudi
awwalu man adhhara ta'ana, ni wa mwanzo kutangaza kuwasema kwa ubaya na kuwatukana fi ashari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawa vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakari wa Umar wa Uthman. Huyu ndio wa kwanza kabisa kusimika hii imani ya kuwatukana na kuwabeza na kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Abu Bakar na Umar na Uthman. Yeye ndio wa mwanzo kusimika mbegu hii ya kuwatukana maswahaba, na ndio itikadi ambayo mpaka leo Mashia ndio wanaoitakidi, lazima watukane na waseme vibaya maswahaba hao. Bali imekuja kabisa katika miongoni mwa mafundisho yao, ikiwa unaitakidi kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman kwamba hawa ni Waislamu, basi wewe utakuwa mtu ni kafiri, kwamba huyu Abu Bakar radhiallahu anhu na Umar radhiallahu anhu, ikiwa huamini kwamba ni makafiri, basi na wewe ni kafiri pia vile vile. Kwa hiyo ili uwe Muislamu lazima uamini kwamba hawa ni makafiri, na hakuna taani, hakuna tusi, hakuna maneno mabaya na machafu yanayopita haya, yanayoshinda maneno haya kusema kwamba Abu Bakar na Umar ni makafiri. Wa huwa awwalu man adhhara alqawla birruj'a, na huyu Abdullah ibn Sabi al-Yahudi ndio wa mwanzo kabisa aliyetangaza na kudhihirisha kauli kwamba Ali bin Abi Talib atarudi. Waqala bil uluhiyyati Ali, na ndio wa mwanzo kabisa huyu kutangaza kwamba Ali ni Mungu. Ndio maana ukiingia katika itikadi za Kishia wanapomuitakidi Hussein, utakuja kuona namna gani wanaoitakidi, wanaowaamini wao, wanawachukulia vipi Hussein, wao wanamchukuliaje. Tunaona katika fulana zao andika ya Hussein, katika milango ya Hussein, wana itikadi mbaya sana kwa Ahlulbayt. Kwa hiyo huyu Abdullah bin Sabi al-Yahudi, huyu ndio wa mwanzo kueneza itikadi hii ya kutangaza kwamba Ali ni Mungu. Qala al-allamatuhum, ameyasema maneno haya ndio yazungumza hapo nyuma mwanachuoni wao Al-Hasan al-Bukhti Bukhti, ikiwa sijakosea kulisoma hili neno la mwisho, as-Sabaiyya. Anasema as-Sabaiyya ashabu Abdullah ibn Sabai. As-Sabaiyya ni wafuasi wa huyu Abdullah ibn Sabai, wa kana mimman adhhara at-ta'na ala Abi Bakar. Anasema mwanachuoni wao, na huyu ndiyo mtu wa mwanzo kudhihirisha na kutangaza kuwabeza na kuwasema vibaya Abu Bakar na Umar na Uthman wasahaba na masahaba wengine. Watabarra minhu, na akatangaza uasi na akatangaza kutokuwapenda na kuwatukia na kujiweka nao mbali. Yeye ndio wa mwanzo kutangaza, ambapo leo hii Mashia ni katika misingi yao mikubwa ya kumtukana Abu Bakar na Uthman na Umar na masahaba wengine kama utakavyoona. Waqala, na akasema huyu Abdullah bin Sabai, inna Aliya radhiyallahu anhu amarahu bidhalik, akatangaza kwamba Ali ndio kumwamrisha ayafanye hayo, kuwasema vibaya kina Abu Bakar, kina Umar na Uthman, kwamba yeye ndio kaamrishwa atangaze hivyo, kwamba awatangazie watu kwamba Ali ndio kataka yeye, huyu bwana aseme hivyo, na Ali ndio kataka atangaze kwamba yeye ni Mungu. Fa akhadhahu Ali akamkamata Abdullah bin Sabi al-Yahudi, fasalahu an qawlihi hadha, akamuuliza juu ya kauli yake hii. Bwana, wewe ndio unasema mtaani kwamba mimi nimekwambia uyafanye hayo, uyaseme hayo. Fa aqarrahu bihi, huyo Abdullah bin Sabi wala hakupinda, akanyoka akasema ndio, wewe ndio umeniamrisha. Kwa sababu huyu yeye alislimu, lengo ni kuchafua Uislamu, lengo ni kuja kuufisidi Uislamu.
Kwa hiyo akaeleza wazi, sema ndio wewe umeniambia hivyo. Fa amara biqatlihi. Umar Ali ibn Abi Talib akaamrisha, jamani, huyu muueni. Amara biqatlihi, muueni huyu mtu ambaye anatangaza hivi kwamba mimi nimemwambia anitangazie kwamba mimi ni Mungu. Huyu mchukueni yule mkamuue. Maneno haya yamo ndani ya kitabu Firaqu Shia, Firaqu Shia, ukurasa wa 50, ikhtilafu shi'ati al-alawiyya ba'da qatl amir al-mu'minin Ali lilhasan bin Musa an-Nabukhti. Huyu ni kitabu cha shekhe wa Kishia, kayaeleza haya. Anaeleza fikra hii, nani alianzisha, nani aliijenga, nani aliasisi. Kwa tunakuta hapa kwamba kumbe hili pote, hili kundi la Kishia, muanzilishi wake na muasisi wake ni Abdullah bin Saba al-Yahudi, aliyeekti kwamba ameslimu, ni Myahudi huyu. Ndio maana unakuta Mashia mambo yao mengi wanafanana na Mayahudi. Angalia kwenye misiba wanavaa nguo nyeusi, kawaangalie Mayahudi na Manaswara kwenye misiba wanavaa nguo nyeusi. Angalia wanapoadhimisha vifo, wanapoenzi vile vifo vilivyotokea, nenda kaangalia Mayahudi na Manaswara. Kwa hiyo unakuta vitu vingi wanafanana. Ila anqal, mpaka akasema mwanachuoni huyu kwenye kitabu chake hicho, wahaka jamaatu min ahli al-ilm, na wameelezea kundi katika wanawazuoni, min ashabi Ali, watu wa Ali, wafuasi wa Ali, yani wanachuoni wale wenye kudai kwamba wao ndio wafuasi wa Ali bin Abi Talib, wametangaza mapenzi na kumuunga mkono Ali bin Abi Talib. Wanasema katika vitabu vyao, anna Abdullah ibn Sabai kana yahudiyan, kwamba huyu Abdullah ibn Sabai alikuwa ni Myahudi. Fa aslama, akaslimu. Wa wala aliyan, na akamunga mkono Ali bin Abi Talib, akatangaza kwamba mimi ni mfuasi, mimi ni chawa, mimi ni hivi wa Ali bin Abi Talib, akatangaza hivyo. Wa kana yaqulu wa huwa ala al-yahudiyyati, na alikuwa vile vile pia akadai madai hayo wakati alipokuwa katika uyahudi wake, fi Yushi' bin Nun baada Musa bihadhihi al-maqala. Faqala fi islamihi, yale madai aliyoyadai kwa huyu Yushi', kama sijakosea kulitaja hili neno, bin Nuni, alimsingizia hayo kumpa sifa ya umungu baada ya kuondoka Musa. Bihadhihi al-maqala, akayasema haya maneno, ay yad'i fihima uluhiyya. Huyu bana alidai kwamba Musa na huyu ndio mtaja Yushi' bin Nun kwamba ni miungu miwili hawa katika zama za uyahudi wake. Huyu Abdullah bin Saba al-Yahudi, kabla hajaslimu kwenye uyahudi, alikuwa akidai kwamba Musa na huyu Yushi' bin Nun, ikiwa sijalikosea kulitamka ili jina, kwamba hawa alitangaza kwamba hawa ni miungu wakati alipokuwa ni Myahudi. Sasa alipoingia katika Uislamu, thumma idda'aha, kisha akautangaza huo Mungu fi Ali bin Abi Talib, kwamba akatoka kule sasa akawa anatangaza kwamba Ali bin Abi Talib ndiyo Mungu, baada ma tadhahara bil Islam, pale ambapo kwamba alipokuwa tayari amesilimu. Kwa faqala fi islamihi, akasema katika Uislamu wake, baada wafati nabii, baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana ndio akayasema haya maneno kumsingizia Ali bin Abi Talib fi Ali bimithli dhalika, kutangaza
kwamba jamani Ali ni Mungu. Na hivyo hivyo Mashia Ahlul Bait wametoa kwenye cheo cha kawaida wakawaingiza katika cheo cha utume, wakawatoa katika vyeo vya utume mpaka wakawapandisha wakawaweka katika vyeo vya umungu. Tutaona huko mbeleni kwa kalima zetu, tutazungumza kwa ushahidi wa vitabu kupitia imani yao. Wakana yaqulu huwa asema wa huwa awwalu man shahara alqawla bifaradhi imamati Ali. Yeye ndio wa mwanzo huyu bwana kutangaza kauli kwamba uongozi unamstahiki Ali baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio mtu wa kwanza. Kafa Mtume, hizo fikra hazipo. Kaja Abubakar, hizo fikra hazipo. Kaja Umar, hizo fikra hazipo. Baadaye yeye ndo akazileta hizi fikra kwamba bwana, hakika uongozi anaostahili kuupata baada ya Mtume ni Ali. Na hiyo ndio itikadi kubwa ya Mashia, kwamba kama hujaamini wewe kwamba baada ya kufa Mtume kiongozi atakiwa ya Ali, hujakuwa Mshia. Sasa hii fikra na haya mawazo muasisi wake na mwanzilishi wake ni huyo Abdullah bin Saba al-Yahudi. Haya yanaelezwa kwenye vitabu vyenyewe vya Kishia. Wa adhhara al-bara'ata min a'da'ihi, na vile vile pia akajitengenezea kwa sasa tusema uchawa, akajiweka kwamba yeye ni mpambe wa Ali bin Abi Talib, na akawa anadhihirisha kwamba mimi niko mbali kabisa na wale wenye kumfanyia uadui Ali, kwa sababu alikuwa ana agenda anataka kuitimiza. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. فمن هناك أنا هو أكسيما قال مسيما من خالف الشيعة إن أصل التشيع حقيقة أصلي يا الشيعة والرفض نكتاه uongozi wa Abubakar na Umar au na kupinga maakhudhu min al-yahudiyya. Haya mambo yamechukuliwa kutoka katika Uyahudi. Kwa hiyo ukienda katika Mabain al-Qausaini, ukienda katika kitabu cha Firaq ash-Shia linabakhti wal-Qumi ukurasa wa 33 utakuta haya maneno wanaeleza wazi kwamba wanakiri wenyewe Mashia, mashehe zao na maulama wao, kwamba mwanzilishi wa fikra hizi za Kishia, mwanzilishi wa mawazo haya na itikadi hii yalianzishwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. ثم ذكر شيوخ المذهب الشيعي سعد القمي، kisha akataja shekhe wa mashekhe wa Kishia Sheikh Shuyuhi, akaeleza shekhe wa mashekhe wa Kishia, yani huyu ni shekhe wa mashekhe wa Kishia aitwa Saad al-Qumi. Anasema mawqifu ibn Saba al-Yahudi, mtizamo wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi hina ma balaghahu mautu Ali, pale alipopata habari huyu Abdullah bin Saba al-Yahudi kwamba Ali amefariki, haithu iddaa annahu lam yamut, akasema bwana huyu hakufa, huyu bwana hakufa na atarudi. Huyu Abdullah bin Saba al-Yahudi pia habari zilivyotoka kwamba Ali bin Abi Talib amefariki, ameuawa, yeye akasema hapana, huyu hakufa bali atarudi. Akaendelea kuyasema mengi juu ya Ali bin Abi Talib, ambaye ilikwenda kinyume kabisa na mipaka ya kiimani. Kwa hiyo hapa tunapata kabisa kwamba Ashia Ithna Asharia ni pote na ni kundi ambalo muasisi wake kabisa ni Abdullah ibn Saba
al-Yahudi. Yeye ndio muasisi wa pote hili na fikira hizi na mawazo haya ambayo leo hii mpaka leo yapo na yanaendelea kuwepo na yanaendelea kusimamiwa na mashia. Ili uwe mshia lazima uamini yale ambayo kwamba alikuwa akiyatangaza Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Kwa leo tutaishia hapa kwa sababu ni kalima, sio darasa. Tutaishia hapa katika kuzungumza ni asili ya madhhabu ya Kishia ilitoka wapi. Tumeona kwamba sehemu iliyotokea na vitabu vyenyewe vya Kishia ndio vimedhihirisha hayo na vimeyasema hayo kwamba huyu Abdullah bin Sabai al-Yahudi yeye ndio mwanzilishi wa kundi hili na ndio mwanzilishi wa pote hili. Tutakuja kuangalia na mengineyo yenye kufungamana na mashia. Tutachukua siku mbili kwa kila wiki, siku mbili, Jumanne na Jumatano. Alhamis tutaangalia kuzungumza mambo mengine ambayo tunahitaji tupate faida nayo, ila hizi siku mbili tutakuwa tuna kazi ya kuwazungumzia mashia. Tutachambua hatua moja na nyingine ili tuweze kufahamu na kuwajua, tuweze kupata tahadhari na kutahadharisha jamii zetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.